ni kushukuru sana kwa kuendelea kutazama Channel 10 kilicho bora kabisa. Na mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Baragumu Live. Kama ambavyo nakumbuka, tulikuwa tuna msisitizo hapa kwenye Baragumu kuhusiana na masuala mbalimbali ya nishati safi ya kupikia, na tukawa na mwendelezo wa kampeni yetu kwamba pishi bila moshi inawezekana. Na tunakumbuka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuzindua ule mkakati wa kuhakikisha kwamba ni mkakati wa taifa ule wa kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2034 80% ya Watanzania waweze kutumia nishati safi ya kupikia. Na tunafahamu ya kwamba nishati ambayo inatumia mkaa na kuni, huu mkaa wa kawaida na kuni, imesababisha pia kupoteza maisha ya Watanzania, lakini pia na wengine wakibaki na magonjwa ambayo yanashambulia katika mfumo wa upumuaji. Na Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwenye taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba zinatoa mchango wa kuhakikisha kwamba hii 80% ya Watanzania inafikiwa vizuri kabisa, kwa lengo la kuhakikisha kwamba Watanzania wote itakapofika miaka kadhaa, miaka ya 2050 huko 2000 ngapi, basi tuweze kutumia wote nishati safi ya kupikia. Sasa leo studio nimealika maafisa kutoka STAMICO, na tuko na engineer Happy Mbenyonge, nadhani niko sahihi, ambaye yeye ni mratibu mradi wa Briquette, lakini pia tuko na Deus Alex ambaye ni meneja masoko na mahusiano ya umma kutoka STAMICO. Nitumie nafasi hii kuwakaribisha sana, karibuni sana. Asante sana. Ndio. Tunapoanza safari yetu, kwanza si vibaya mtazamaji akafahamu STAMICO ni nini, lakini kitu ambacho nakijua ni kwamba STAMICO ni moja ya shirika la serikali ambalo limefanya maboresho makubwa sana hivi karibuni. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa kifupi, STAMICO ni shirika la madini la taifa ambalo lilianzishwa mwaka 1972 na lengo kuu ni kushiriki au kufanya shughuli zote ambazo ziko kwenye mnyororo wa madini kwa niaba ya serikali, kwa maana kuanzia kwenye utafiti, uchorongaji, uchimbaji, kuongeza thamani na mwisho kabisa kwenye kuuza zile bidhaa. Kwa hiyo ni shirika ambalo limepewa jukumu hilo, lakini pamoja na hilo jukumu kubwa ambalo limepewa, pia STAMICO lina jukumu jingine la kuwalea na kuwakuza wachimbaji wadogo hapa Tanzania. Ndio, sawa. Kuna mambo mengine mengi ambayo STAMICO imefanya, kama ulivyosema, ni shirika ambalo ni la muda mrefu, miaka zaidi ya 50. Na kwa kipindi cha hivi karibuni, miaka ambayo sio mingi sana, limefanya mabadiliko makubwa sana kutoka shirika tegemezi ambalo lilikuwa linategemea zaidi utegemezi kutoka serikalini, kufika shirika ambalo linajiongoza lenyewe na kufanya biashara. Na ni shirika ambalo limekuwa ni shirika la mfano, limekuwa shirika ambalo lina ufanisi wa hali ya juu, na tumeweza kupata tuzo katika zile CEO Forums kwa miaka 3 mfululizo kutokana na ufanisi na utendaji mzuri wa shirika. Ndio, sawa. Nimefurahishwa pia ni pamoja na kuwasaidia wachimbaji wadogo. Niko namna gani tunawasaidia wachimbaji wadogo? So kama STAMICO tunachofanya, moja ni kwamba tunahakikisha kwamba tumewekeza kwenye teknolojia kwa vile vifaa vya uchorongaji. Kama utakumbuka, tulianza tukatoa of course ni serikali kupitia shirika la STAMICO, tuweza kwanza kutoa zile rigs au zile vifaa vya uchorongaji. Tulianza na 5, baadaye tukatoa 10 mwezi wa 5 hapa juzi. Lakini pia tunatoa mafunzo, tunasema sehemu za mifano vile tunasema ambapo zinawasaidia wachimbaji wadogo, wakishachimba wanaweza wakaleta madini yao kwa ajili ya kuchenjuliwa na kuonyeshwa jinsi ya kuweza kuyaweka vizuri. Kwa hiyo tunakuwa nao bega kwa bega kuanzia kwenye upande wa utafiti mpaka uchorongaji na mpaka kuwasaidia katika kupata masoko. Sawa. Na lengo kubwa hapa ni nini? Ni kuhakikisha kwamba huyu mchimbaji mdogo asibaki tu kuendelea kuwa mchimbaji mdogo. Tunatamani kuona na graduate kutoka mchimbaji mdogo kwenda kuwa mchimbaji wa kati, baadaye kwenda kuwa mchimbaji mkubwa, na ikiwezekana baadaye miliki hadi viwanda. Sio, umenipata? Kwa hiyo hii yote ni kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata maarifa, lakini pia anajengewa kutoka nafasi moja kuelekea sehemu nyingine. Sasa tumeona pia mmeanzisha mradi wa nishati mbadala ya kupikia. Moja ya mpango ambao sisi kama Watanzania tukasema safi, kwa sababu tupo katika ile miaka ya kimkakati kuhakikisha kwamba tunafikia ile 1% ambayo Mheshimiwa Rais
aliyoitangaza, na hii nia imeonyesha mchango mkubwa sana katika swala zima nishati safi ya kupikia, kwa sababu sio Watanzania wote tu wa kweli wana uwezo wa kununua gesi au kutumia majiko ya mkaa, majiko ya umeme. Na kuna dhana huko mtaani, unajua wanawake, dadangu yeye pia atakuwa nafahamu, hasa kwenye pishi la wali, wengine wanaita ubwabwa, watu wa Arusha wanasema mchele, hata kama ukiwa umeshapikwa. Umeelewa? Kuna watu wanapenda ule, usiseme ule utando ule pale juu ule, usione vizuri. Sasa tukipikia kwenye gesi hatupati, kusema basi haya, msitafute sababu. Mkaa mbadala uko hapa. Karibu tuzungumzie huu mradi. Huu ni mradi wa aina gani? Asante, nashukuru. Ndiyo. Nishati mbadala. Ndiyo. Huu ni aina ya nishati ambayo STAMICO inaitengeneza. Ndiyo. Lakini ilianza utafiti mwaka 2021. Hiyo utafiti ilikuwa kubadilisha makaa ya mawe ambao tunayo sana mengi sana Tanzania kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa kutoka kwenye hali yake ya makaa ya mawe ambako yalikuwa yakitumika viwandani kwenda kutumika kama nishati safi ya kupikia kwa mwanamama anayepikia jikoni. Sawa. Kwa hiyo kuanzia mwaka 21 STAMICO kushirikiana na taasisi mbalimbali kama taasisi ya utafiti ya TILDO na COSTECH walifund, lakini pia kulikuwa kuna wataalamu kutoka vyuo vikuu mbalimbali walishiriki kuweza kupata ile nishati yenye ubora. Baada ya hapo sasa STAMICO ikanunua mtambo, mfano pilot plant, kwamba baada ya kufanya maabara sasa nataka kujaribia kufanya katika kutengeneza nishati kwa udogo, kwa kiwanda kidogo. Kile kiwanda kilikuwa ni tani 2 kwa saa, kipo pale Msasani TILDO. Na kiliweka pale kimkakati kwa sababu ile ni eneo ambalo ina maabara, kwamba kila baada ya kutengeneza basi tunaenda kupima kuangalia ubora uliopo. Kwa hiyo kipindi hicho ilifanya ile shughuli, ilitengeneza hiyo nishati safi ya kupikia inaitwa Rafiki Briquette, na tulilenga kutengeneza smokeless Rafiki Briquette. Kwa ni bidhaa ambayo haina moshi na inafaa kwa matumizi ya kibinadamu ya kupikia nyumbani. Kwa baada ya hapo TBS walikuja kuthibitisha ubora kwamba je, hii inafaa kutumika na Mtanzania na mtu yoyote. Ilivyothibitishwa ikathibitika kwamba ni bora na inafaa kwa matumizi. Hapo ndipo STAMICO kaanza kuongeza viwanda vingi sasa. Kuna kiwanda cha Kisarawe ambacho ni tani 20 kwa saa, na kuna kiwanda cha Kiwira. Sasa hivi kiwanda cha Tabora kiko tayari, na Dodoma kipo katika hatua za usimikwaji. Kwa muda sio mrefu, ndani ya miezi miwili kitakuwa kimeanza kazi tayari. Lakini pia STAMICO inaendelea kujipanua zaidi. Kwa hiyo kuna kiwanda kingine kinawekwa Geita kwa msaada wa REA. REA wametusaidia, wametupa fund kidogo. Wametupa fund kwa ajili ya kufacilitate kuna ule mtambo, lakini tutaendelea kununua mitambo mbalimbali kwa ajili ya kusogeza huduma katika sehemu za jamii, kwa sababu najua waathirika ni wale watumiaji wadogo ambao kama ulivyoelezea awali kwamba hawana uwezo kununua nishati nyingine. Na sio tu hawana uwezo, wengine kuna dhana wanaitaka, kuna kitu wanataka mkaa utumike. Kwa hiyo hii Rafiki Briquette itaenda kuwa ni msaada. Sawa. Ndio. Sawa. Lazima nataka tutoe dhana. Wengine kwa sababu wewe mwenyewe ni mtaalamu, wanasema huu mkaa mbadala ambao unatengenezwa, wengine wanasema kwamba unaharibu sufuria, unaharibu vyombo, hasa kwenye swala zima la kupikia. Na huenda ukashtuka ukisikia makaa ya mawe, na makaa ya mawe yanatumika kuyeyusha vyuma huko jamani. Ndio, hii dhana iko vipi? Karibu. Huo utafiti ambao ulifanywa na STAMICO kwa kushirikiana na taasisi nyingine na wataalamu mbalimbali, ilikuwa lengo ni kutoa hapo kwamba kutoka kwenye ile hali ya makaa ya mawe ambayo inatoboa sufuria, wakaja na mtambo fulani. Huo mtambo kazi yake ni kuondoa sumu zote, kuondoa gesi zote ambazo zinaweza zikaharibu. Kwa unapata mkaa ambao uko safi kama mkaa wa kawaida, lakini ni zaidi ya mkaa wa kawaida, sababu tushafanya majaribio mbalimbali kwa kuweka kuni mkaa wa kawaida na hiyo Rafiki Briquette. Ikawa ni the best, yani ikawa ni bora kupita zote. Kwa hiyo sasa hiyo nishati inayotengenezwa kwa sasa hivi haitoboi sufuria kabisa. Tumeshaitumia, viwanda vipo kuanzia mwaka huu 2021 2021. Toka kipindi hicho mpaka sasa hivi, sababu kipindi tunafanya majaribio mpaka sasa hivi hatujapata kesi kwamba kuna sufuria zinaharibika, kuna nini. Kwa ule mkaa ni salama kwa matumizi. Wala hauna madhara yoyote kwa mtumiaji, kwa sababu umeshathibitishwa na ubora wake umethibitika na watumiaji wanatumia, kwa sababu lengo lilikuwa pia kuondoa ile vifo ambavyo vinapatikana na magonjwa kwa njia ya hewa. Tulipewa takwimu kwamba watu 33,000 kila mwaka wanapata changamoto hiyo ya upumuaji. Kwa hiyo sasa toka tumeanza kutumia hii hatujapata changamoto yoyote, kwa sababu umethibitishwa na ujianza kutumika. Sio Tanzania tu, nchi zingine zimeanza kutumia zamani, sisi tulichelewa kidogo.
Kwa hiyo ni nishati ambayo ni safi, nishati ambayo ni bora sana kwa mtumiaji. Sawa sawa. Kuna, kabla sijaenda kwa ndugu yangu Deus hapa, kuna mikoa ambayo ina baridi. Na mimi nimetoka mikoa ambayo ina baridi. Huu mkaa wa kuni tulikuwa tunautumia wakati mwingine sio mpaka tunataka kupika. Usiokuwa na hawa vipi wamechanganyikiwa. Unaweza kaa ni mchana au tumeshakula tukasema kuleza gei chetu pale na mkaa wetu pale, tunaanza kuota na familia yetu. Ni rafiki kiasi gani kwa binadamu kuhakikisha kwamba anaweza akausogelea akaota muda wote, au akatengeneza mazingira kule Njombe wanatengeneza mazingira ya nyumba yao sebuleni kuna sehemu ili kuleta nini, joto. Huu ni bora zaidi kuliko hata ile kuni ambayo tulikuwa tukitumia mwanzoni. Kwa sababu kinachotakiwa ni ile hewa inayotoka mkao unavyowaka. Sasa zile gesi ambazo nimewambia kuna mashine maalum ambayo shirika limenunua ili kuweza kuweka ubora zaidi, kumpa kitu kilicho bora zaidi Mtanzania. Ile mashine inaondoa sumu zote na gesi zote. Tulifanya kipimo vingi tu, sio kimoja, kwa kuangalia yani mtu anavyopika karibu pale, kuangalia gesi zinazotoka kwenye hii nishati yetu, kwenye nishati ya kwenye mkaa na kwenye kuni. Hii ilikuwa ni almost, yani ina kiwango kidogo sana 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 kuliko hata kile ambacho kimewekwa. Kwa hii ni salama. Cha kufanya tu anakolezea nishati yake nje kama nishati nyingine jinsi ilivyo, anakoleza. Ukishakolea anaweza akakaa akapata ile joto, ile warming. Lakini sio hivyo tu, hata kwenye vifaranga. Vifaranga pia vinahitaji joto. Sawa sawa. Kwa kihitaji joto, hii inasaidia sana kuwapa ile joto kwa ajili ya ukuaji wa haraka. Na ukizungumzia hata ili swala la warming ndani, nchi kama China ni kitu ambacho imekuwa kitumia muda mrefu sana katika mapinduzi yake ya viwanda. Kwa alitumia nishati hii kwa ajili ya warming, kwa alitumia nishati hii kwa ajili ya kupikia. Inatumika pia katika viwanda vidogo vidogo kwa mama ntilie, baba ntilie, yani mama lishe wale, mataasisi mbalimbali. Kwa hiyo ile nishati kama walikuwa wanatumia kuni, basi sasa hivi ni muda ambao wanatakiwa badilike, watoke katika nishati ile ambayo inaathiri afya zao, waje kwenye nishati hii ambayo inaendana na ile, yani kwa matumizi haijatofautiana sana, lakini hii ni bora. Sawa sawa. Na ubora wake pia labda niweze kuelezea kwamba hii inadumu kwa muda mrefu sana kwenye jiko. Tofauti kwamba imeondoka kwenye makaa ya mawe, lakini kuna baadhi ya vitu kama kudumu muda mrefu bado vipo. Kwa hiyo unaweza kutumia kilo moja ya mkaa wako, ya nishati yetu ya Rafiki Briquettes, ukapika maharage. Nazungumzia maharage kwa sababu ni kile chakula ambacho ni kigumu kidogo. Kapika maharage. Ni chakula pendwa. Ni chakula pendwa alafu ni kigumu kuiva. Watu wengi wanaogopa kutumia nishati zingine kwamba zinaisha haraka. Kwa hiyo nikapika maharage, nikapika na ugali, na nikaunga ile maharage na ikabaki nishati haijaisha kabisa. Unaweza kupika mboga majani. Yes, una uwezo. Kwa maana kwamba mlo mmoja unaweza kutumia kwa hiyo kilo moja tu, ambayo sasa inaenda kumkomboa Mtanzania kwamba pamoja na kwamba anahama kutoka kwenye matumizi ya nishati ambayo hatuti nishati chafu, nishati ambayo sio salama, kwenda kwenye nishati salama, lakini pia ana save. Kama alikuwa anatumia shilingi 2,000 kwa mlo, sasa hivi atatumia shilingi 1,000. Lakini pia atapata faida kwamba afya yake itaimarika, lakini pia zile adha za kwenda kutafuta kuni sehemu za mbali, aende kutafuta misituni huko, anakutana na majanga mbalimbali, nyoka, yani kuna matatizo mengi. Watoto wa shule badala waende shuleni waenda kutafuta hizo nishati za kuni. Lakini sasa akipata nishati yake ya Rafiki Briquettes ambayo inauzwa kwa package mbalimbali, iko pale nyumbani, kama anachukua hata supermarket anaenda nao kutumia nyumbani, hizo athari anakuwa ameziondoka nazo na anapata kilicho bora. Uwashaji wake ni rahisi, kwa sababu ni jambo la msingi kwamba ni kweli kwamba tuna nishati salama, tunataka tubadilike kutoka nishati ambayo sio salama tunywe nishati salama, lakini kuna swala la uwashaji. Ni huu mkaa kwa namna ambavyo umemtengeneza, uwashaji wake ni rahisi kiasi gani? Uwashaji wake ni kama nishati nyingine ambayo tuko nazo. Kama unaweza ukatumia mafuta taa, ukatumia vile vijiti vya kuashia. Na sasa hivi naona popular ni vijiti, kwa sababu vile vijiti viko vinauzwa. Unapata cha 500, unapata vingi sana. Lakini sasa kuna aina ya uwashaji. Hizi Rafiki Briquettes zetu zonazo ziko kwenye round shape au oval. Yaani kwamba kiduara au ile oval, ambacho ni sawasawa na jiko letu. Yale majiko yetu ya kawaida nyumbani yana vitundu ambavyo pia ni round. Kwa mtu anavyoenda kuwasha inabidi kuwa makini sana kwamba vile vitundu visizibe. Kwa sababu hii nishati yetu inahitaji hewa kwa wingi. Tunahitaji hewa. Ile hewa ndio inaenda kusaidia uwashaji. Kwa hiyo anavyokuwa anaweka kwenye jiko lake,
ahakikishe kwamba vile vitundu havizibwi. Aidha pale chini atasimamisha kwamba vile vitundu, kwa sababu hewa inatoka chini. Ndiyo. Inapotoka chini ndio inakuja kuwasha. Sasa kiziba itamsumbua kuwaka, atasema tu kwamba hii haiwaki vizuri. Na hiyo nadhani hata mkaa huu ambao wa kawaida, kwa sababu unahitaji moto, unahitaji pia hewa. Inahitaji hewa. Kwa hiyo aweke hewa kwa wingi. Kwa matunda yale yasizibe. Baada kuzipanga zile rafiki briketi zake, ataweka sasa kiwashio chake. Either vile vijiti ambavyo special kwa ajili ya kuashia, au ataweka vijiti vingine tofauti, atawasha. Kwa kishaiwasha sasa anaweka sehemu yenye hewa ili uweze kukolea. Ndio. Ukishakolea vizuri, hapo ndipo anaweza kaingiza ndani. Sawa. Nitarejea kwako. Ndio. Baada ya kwenda kwa Deus hapa, ili utuambie, wengine wanasema haya majiko tunayotumia hivi sasa yatakiwi, lazima tuna majiko mengine. Utatusaidia hapo. Deus, tuangalie toka tumezindua huu mradi. Mwamko wa Tanzania uko vipi? Wamepokeaje? Watanzania wameipokea nishati hii vizuri, kwa sababu ukiangalia namba ya watu ambao sasa wanatumia tangia tulipoanza mpaka sasa hivi imeongezeka sana. Tumekwenda kwenye mataasisi makubwa tu ambayo yameona umuhimu na ufanisi wa nishati hii na kuweza kuanza kutumia. Kwa tuna mashule ambayo yamebadilisha kabisa mfumo wao, tuna mahospitali, tuna kambi za jeshi, tuna magereza. Magereza yote uzuri zaidi, magereza yote 129 yote yameanza kutumia nishati hii. Lakini pia tuna watu binafsi ambao wanatumia nyumbani. Lakini sasa kingine tumekwenda mbali zaidi. Tumejaribu kuwagusa watu kule walipo. Tumekwenda kwenye masoko. Mfano pale soko la Feri tumeshaingia pale, tulizindua. Kuna soko kama huko haya masoko ya Kumbi la Moto, masoko mengi ambao wanachoma nyama wameanza kutumia. Kwa sababu gani? Wameona kama nilipokuambia engineer, nishati hii inawaka zaidi ya masaa 4. Sasa kama unachoma nyama na unaweza kuchoma kwa masaa 4, na maana unaweza kuchoma kwa muda mrefu. Kwa yale masoko ambayo labda yanakaa muda mrefu inachoma masaa 24, yamepokea kwa mwamko mkubwa sana. Sawa. Na wengi wanachopenda nishati hii ni ule ufanisi wake, kwamba unatumia kiwango kidogo lakini unaweza kufanya kazi kubwa. Sawa. Na jambo la pili, unajua sisi ni Watanzania ambao tunaweza tukanunua mkaa leo hii, kesho tunasema Mungu atajua, atatupa tu. Sio, umenipata? Kwa asilimia kubwa hawana uwezo kununua lile gunia kubwa. Nataka tuangalie, mmejaribu kuangalia vipimo kwa kiwango gani ambacho nataka kila Mtanzania akitaka kupika leo hii anaweza akapata huo mkaa? Yaani mmefungasha katika mtindo gani? Sisi tumefungasha kwanza tulianza kwa ukubwa. Kwa tulianza na kilo 50, kilo 25, hizo zilikuwa zimeanza mwanzoni. Baadaye tukashuka kwenye 15, tuna kilo 5. Sasa hivi tumekwenda vidogo, tumekwenda kwenye kilo 2. Lakini baadaye tutakwenda mpaka kilo 1. Tumeweka hivyo kwamba kila mtu unaweza ukachukua ukapikia. Kama ulivyosema, watu wengi ananunua leo kitu cha kupika leo. Akimaliza kesho tena tukitoka tutapata hela, tutanunua hiyo. Kwa hiyo tumewarahisishia, unaweza ukanunua mpaka kilo 1. Kwa hiyo sisi unaweza kupata kuanzia kilo 1. Kwa sasa hivi kilo 1, kilo 2, kilo 5 na kwenda huko juu kwa wale ambao sasa wanataka kununua kwa wingi, kwa mfano kwa maana ya taasisi. Ndio. Sawa. Na hili swala tunataka kufikia malengo. Na mnachokizalisha kinakidhi mahitaji ya Tanzania kwa hivi sasa, kwa sababu tunafahamu tupo kwenye hiyo kampeni, mkakati huo. Nataka niangalie au mna malengo gani kuhakikisha kwamba mnazalisha nishati hii salama ya kupikia huu mkaa ili uweze Watanzania wengi kufanya kuwafikia, kwa sababu tulikuwa tunazungumza hapa Docas hapo mwanzo, tumeona elimu wa Tanzania sasa wanaanza kuelewa umuhimu wa nishati salama ya kupikia ikiwemo huu mkaa mbadala. Sasa tunachotamani kuona ni kwamba huko kwenye uzalishaji kasi inaongezeka, kwa sababu hatuwezi kufikia sio kila Mtanzania anaweza kuzalisha mkaa. Sio, kuna watu ambao tayari wanaweza kuzalisha, ni kama ni mashirika ya umma kama nyinyi huko mnaweza kuzalisha kwa lengo la kusaidia nini, kuisaidia serikali. Malengo ni yapi kisha kwamba tunaweza kukidhi mahitaji ya Tanzania? Kwanza kitu cha kwanza kama nadhani amegusia engineer, tumeongeza viwanda. Tulianza na kiwanda kimoja cha mfano, amekwambia kile cha Tildo. Tukaongeza viwanda vingine viwili. Kuna vingine tunafunga Dodoma na Tabora. Tayari tutakuwa viwanda vinne. Tutakwenda kufunga Geita, baadaye tutafunga Tanga.
Lakini pamoja na hayo tumeongeza ile nini ya usambazaji wetu, tunahakikisha kwamba tunawafikia watu. Kwa tunasema ambazo inawezekana hatuna kiwanda tukaweka kama depo kuhakikisha kwamba nishati yetu inafika. Lakini pia ni fursa kwa watu kuja kama mawakala ambao wanaweza wakaja wakachukua na wakatusaidia kusambaza. Sisi kingine ambacho tunakifanya kwa uzuri ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali na kuwafikia watu kwenye sehemu mbalimbali. Kwa sehemu zenye watu wengi tumekuwa tunatoa mafunzo ya kuonyesha umuhimu wa kutumia nishati hii. Kwa sisi kama shirika tumejipanga kuhakikisha kwamba katika kuunga mkono ajenda ya nishati safi ambayo ni ajenda ya awamu ya 6, serikali ya awamu ya 6, kuhakikisha kwamba tunapiga kelele. Tunafikisha kwanza nishati kwa watu, lakini tunatoa elimu kwa watu kuweza kuelewa. Watu ukielewa wewe utamwambia mwingine, lakini wakati unamwambia mwingine tunahakikisha kwamba nishati inafika kila maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Sawa. Nitoe mfano. Kwa mfano package ndogo ni shilingi ngapi ya mkaa mbadala? Mtu asije kana nadhani hapa tunazungumzia ni hela nyingi sana. Ili tujue kwamba kinachofanyika ni kwa ajili ya Mtanzania. Watu hali ya chini anaweza kupata mkaa hata kama ni kilo 50, basi tuangalie gharama yake ni kiasi gani. Sasa kwa maana ya gharama, sisi kama shirika tuliamua kwamba tutauza kupitia hawa mawakala. Lakini labda niseme tu kwa kiwango cha chini kabisa ambao ni ile kilo 1. Naweza tukasema kuanzia shilingi 1000 utapata hiyo kilo 1. Sasa itategemea uko wapi, of course, kwa sababu unaweza ukanunua, kwa sababu hiyo ni bei ambayo labda mtu wa Dar es Salaam anaweza kanunua, lakini labda kwa sababu ya usafirishaji ikifika sehemu nyingine ikaongezeka kidogo. Lakini kuanzia shilingi 1000 mtu anaweza kupata kilo yake 1. Ndio. Sawa. Tunapoelekea kuhitimisha muda wetu sio rafiki, dada yetu unatoa wito gani kwa Tanzania ili kuhakikisha kwamba wanazidi kuhamasika kutumia nishati safi ya kupikia? Karibu. Asante. Mheshimiwa Rais ambaye ndio kinara wa nishati safi ya kupikia amewataka Watanzania kuhama kwenye nishati ambayo sio salama kwenda kwenye nishati safi. Kwa tunatakiwa kumuunga mkono. Na lengo ni moja tu, kutunza mazingira yetu. Kwa sababu unajua tusio binafsi kwa kuangalia sasa hivi tulipo. Kuna vizazi vinakuja. Tukiwa tunakata miti kila siku kwa ajili ya kupata nishati ya kupikia mkaa. Na ukijipe miaka mingi kwa ajili ya vizazi vingine, utakuta nchi ni jangwa. Jangwa kabisa, kwa sababu tutakuwa tumemaliza miti. Na pia mabadiliko ya tabia nchi ambayo tunayaona sasa hivi, mvua zieleweki, joto sometimes inakuwa kubwa, ni kwa sababu ya ukataji miti ovyo. Kwa hiyo kuna hewa ukaa imesambaa sana. Kwa sababu sisi jinsi tulivyo kibiolojia, sisi tunatoa carbon dioxide ile hewa ukaa, lakini anaipokea miti. Sasa miti tukikata, maana kwamba ile hewa inakuwa iko tu nyingi na zagaa. Ukiachana kwamba kuna vyanzo vingi vinavyosababisha hiyo kitu, lakini nishati safi ya kupikia, yani nishati sio salama ya kupikia, ni chanzo kikubwa sana kinachopelekea hiyo hewa kaisambae. Kwa hiyo inasababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumunge mkono Mheshimiwa Rais kwa ile ajenda ambayo alioileta. Kila Mtanzania aweze kuhamasika, atoke kwenye nishati anayotumia kwa ajili ya afya yake, lakini tukizungumzia Rafiki Briquette pia kwa ajili ya kupunguza matumizi, gharama itapungua. Lakini kuna adha nyingi ambazo wanakumbana nazo, kwenda kutafuta kuni na mkaa. Mvua zikiwepo hapati, mara bei zimepanda sana. Watoto wa kike wanapata changamoto, kung'atwa huko na nyoka, wengine wanabakwa. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo na waasa wa Tanzania wote sasa tuunge ajenda Mheshimiwa Rais. Tuunge mkono kwamba sasa tuhame kwenye nishati ambazo sio salama, tuende kwenye nishati safi ya kupikia, na tumewaletea Rafiki Briquette. Kwa hiyo tunaamini kwamba hii ni kila mtu anaimudu na kila mtu anahitaji. Sawa. Mimi niwashukuru sana. Asante sana kwa kuja. Asante sana kakaangu Deus, asante sana kwa kuja. Shukrani sana pia dada yangu Happy, nikushukuru sana. Asante sana. Shukrani sana.